Siri ya muda na kasi. Somo kutoka Elon Musk. Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa kwa kasi ya ajabu wakati wengine wanabaki pale pale kwa miaka mingi? Leo tunachambua falsafa moja yenye nguvu sana kutoka kwa mmoja wa watu wenye mafanikio makubwa duniani, Elon Musk. Somo la kwanza ni hili: usipoteze muda. Mikutano mingi ni adui wa mafanikio. Mikutano mingi huua ubunifu. Na mikutano mingi hupoteza muda ambao hauwezi kurudi tena. Kama mkutano hauleti thamani, uondoe. Kama hauchangii kitu, ondoka. Kwa sababu ukweli ni huu: muda ndio sarafu pekee ya kweli. Sasa hebu tuingie kwenye siri kubwa zaidi: kasi. Katika ulimwengu wa ushindani, kasi sio tu silaha ya kushambulia, bali pia ni ulinzi wako mkubwa. Kuna ndege ya kijeshi iitwayo SR-71 Blackbird ilishambuliwa na makombora zaidi ya 3,000, lakini haikuwahi kupigwa hata mara moja. Unajua siri yake? Ilikuwa inakimbia kwa kasi kuliko hatari yenyewe. Hili ndilo somo kuu kwa maisha yako. Usijaribu kujilinda kwa hofu. Jilinde kwa kasi ya maendeleo yako. Buni kwa kasi. Fanya kazi kwa kasi. Amua kwa kasi. Kwa sababu watu wakija kukuiga wanakuwa tayari wamechelewa. Lakini kumbuka, kasi peke yake haitoshi. Unahitaji kuwa kama vector. Sio tu kusonga, bali kusonga kwenye mwelekeo sahihi. Kama kombora linaloongozwa linarekebisha njia yake kila sekunde, na wewe lazima ujirekebishe kila siku. Fikiria hili: dakika moja ya mawazo sahihi inaweza kubadilisha maisha yako milele. Dakika moja ya maamuzi sahihi inaweza kukuletea mafanikio ya mamilioni. Lakini pia, dakika moja ya kupoteza muda ni maisha yanayopotea polepole. Hivyo basi, usifanye kazi nyingi, fanya kazi sahihi. Usiende polepole, nenda kwa kasi. Na usisogee tu bila mpangilio, sogea kwenye mwelekeo sahihi. Kumbuka, muda haukusubiri, ushindani haukusubiri, na maisha hayakusubiri. Swali ni